Yeah, nataka kuongea kwa huyu mwanamke. Huyu mwanamke hataki Aloina make point yake. Huyu mwanamke alimzimia Roslyn Mike. Si Mkenya. Huyu mwanamke anabulu Mkenya kwa radio station ya Kenya. Kwa hii radio station ilikuwa na hoji watu mzuri. Ule mzee walipeleka wapi? Kuna mzee alikuanga hapa. Walikuwa na hoji watu mzuri. Huyu mwanamke si Mkenya. Huyu mwanamke ni Nigeria. Unakuja kubulu Mkenya ndani ya Kenya, ndani ya radio ya Kenya kwa sababu umeandikwa kazi Kenya. Au unataka tuende Kizulu style? Unataka kwenda South Africa style? Kama unafanya interview, fanya interview ya machua. Kama unafanya interview, fanya interview kama mtu ameenda shule. Kama unafanya interview, fanya interview kama mtu anafanya debate. Kama unafanya interview, fanya interview kama mtu niko neutral, hata kama kuna mtu na support. Kama unafanya interview, usifanye interview kuonyesha wewe uko mrengo wa pande gani. Wewe una support which part. Hiyo kufanya interview kama hiyo inaonyesha wewe hauko ready kufanya interview. Wewe si mtu wa kundikwa radio station kufanyia watu interview. Kwa sababu gani? Hapo utaleta personal interest. Na personal interest ukisaleta kwa interview haitakuwa vizuri. Itakuwa na madoadoa. Itakuwa na upendeleo. Na hiyo pendeleo ndio itakikani kwa interview. Kwa sababu ni interview ni kama debate. Interview ni kama mtu kutoa idea yake. Ikuwe na idea yake safi, ikuwe na idea yake chafu. Ikuwe ako na point, ikuwe hana point. Ikuwe anasema ukweli, ikuwe anasema propaganda. Kwa sababu this is the politics. Na politics is local. Na politics about propaganda. So madam, wewe si Mkenya na unabuli Mkenya. Wewe ni Nigeria na unabuli Mkenya ndani ya Kenya kwa sababu umepewa kazi kufanya interview. Inafaa? Ndugu zangu, zinafaa kufanya interview kama hii? Huyu dem kwanza amembuli. Huyu mama kwanza amembuli. Huyu mama anaitanga Oko. Huyu mama si Mkenya. Si Mkenya. Ndudu huyu si Mkenya. Yeye amezimia paka ule demo Mike ambaye ifai. Wanawake wajinga wanafanya interview kujinga. Wanaleta feelings zao kwa interview. Wanaleta emotion kwa interview. Wanaleta emotion kwa siasa. Wanaleta emotion kwa debate. Hii hafai. Mnafaa mwanamke arudi kwao Nigeria. Enda fanyia watu wa Nigeria interview bila nafanyia hivyo. Hii tuna eject kwa sababu gani? Nyinyi watu wa Tamta mmekuwa na mdomo hapo na huna point. Nyinyi watu wa Tamta mmekuwa na maneno lakini hauna agenda. Nyinyi watu wa Tamta ambao mmekuwa na vitu nyingi lakini hauna mpango. Unapinga kila kitu, hata kitu takikani pingwe. Unaleta siasa hata pale takikani siasa. This is not an interview. Na huyu pia akianza kutukana, au akianza kutoa maneno kali, nyinyi utaona yeye ni mbaya. Lakini nyinyi ukitoa maneno kali, ukianza kutukana watu, nyinyi unaona ni sawa. Nyinyi unaona uko sawa. Nyinyi unaona ndio wa Kenya. Nyinyi ndio unaona unafaa. Haifai hivyo. Haifai hivyo. Lazima tukue mature people. Lazima tukue watu wameenda shule. Lazima tukue watu ambao wanajua kitu wanaongea. Si unataka tu mtu unataka kwa sababu umelipwa, au kwa sababu unapenda position, au kwa sababu unapenda hiyo kazi unafanya. Hata watu naandika watu interview. Kwanza huyu mwenye hii radio station lazima tujue, kwani wa Kenya hakuna Mkenya ambao anaweza fanya hii kazi. Lazima aende andike tu Nigeria.